Kila nafsi hapa duniani inapenda raha. Raha ni aina fulani ya maisha anayofanya mtu katika hali ya kujipa faraja au utulivu wa mwili na akili. Ni hali ambayo mtu anajihisi uhuru dhidi ya maumivu yoyote ya mwili au akili. Unapokuwa katikati ya raha, hakuna maumivu yoyote, mashaka wala taabu zozote. Raha na starehe ni maneno yenye undugu wa karibu sana. Starehe inahusiana zaidi na burudani au anasa ambazo mtu anajipatia kwa lengo la kufurahia maisha. Maneno haya, kila mmoja hapa duniani anatamani kuyaishi. Zawadi Msigala ni miongoni mwa watu waliosababisha ujio wa kipindi hiki pwani hii ya bahari ya Hindi, eneo la Kigamboni, Dar es Salaam. Zawadi alizaliwa akiwa na ulemavu mkali namna hii. Hadi hapa tayari ameshakuwa mtu mzima. Zawadi Msigala amekuwa akielimisha jamii kuhusu kutambua na kutoa haki kwa watu wenye ulemavu ili waishi kama watu wengine. Je, ni faida zipi zinazoambatana na watu wenye ulemavu kuogelea? Zifuatazo ni baadhi ya faida za watoto wenye ulemavu kuogelea. Inaweza kuwa baharini, ziwani, bwawani au mtoni. Lakini pia hata katika swimming pool. Maji hupunguza uzito wa mwili. Hivyo mtu anapokuwa baharini, viungo havibebeshi mzigo mkubwa. Jambo linalorahisisha uchakataji wa misuli kwa mtu mwenye ulemavu kufanya kazi. Maji ni tiba ya asili, yani hydrotherapy. Maji ya bahari huwa na madini ya asili kama magnesium, sodium na potassium yanayosaidia kupunguza maumivu ya misuli na maungio na kuamsha mzunguko wa damu. Maji baridi na sauti za mawimbi husaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo na kuongeza hisia za furaha. Uzoefu wa pamoja baharini hutoa nafasi ya kushirikiana, kucheka na kuunganishwa kijamii. Hupunguza upweke ambao mara nyingi unawakumba watu wenye ulemavu. Vijana hawa wametokea mkoani Iringa. Wametoka katika taasisi moja inayolea na kuhifadhi watu wenye ulemavu. Kwa nini wameamua kuwaleta Dar es Salaam?
Tulisafiri kwa masaa 13 tumefika, tulikuwa wamechoka, watoto wote wamechoka na sisi pia, lakini ilikuwa ndoto yangu kuwapeleka watoto baharini kuogelea, kwa sababu ni watoto wana ulemavu, lakini ni watoto. Ni vizuri kucheza, kupata furaha. Kwa hiyo nimeanza kufikiri utapata wapi hela kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam, lakini bahati nzuri nimepata mtu ambaye anakusaidia, na tulifika hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuogelea, kupanda boti na kufurahi, kupata safi. Nchini Italia na Tanzania tuna ulemavu wetu ni tofauti sana. Nimekuwa katika nchi 2-3 za Ulaya, ninaona mambo yalivyo. Ulemavu sio kikwazo sana Ulaya. Nyie mlifanyaje? Nafikiri sio njia rahisi kupata suluhisho kwa watu wenye ulemavu. Sisi pia pale Italia tulianza tangu mwaka 50, kabla ya watu wengi wanasema ulemavu sio kitu kizuri. Sasa hivi pole pole tulianza kufanya vitu vingi kwa watu wenye ulemavu. Nafikiri watu wa Tanzania pia wanaweza. Ni kazi ngumu. Nyumbani kwetu sisi tumeandika hatua kwa hatua tunaweza kubadilisha dunia. Nafikiri pole pole watu wa Tanzania pia wataweza kuwasaidia watoto wenye ulemavu, kwa sababu sasa watu wengi wameanza kufikiri ulemavu ni nani? Ni mtu ambaye ana shida. Sisi sote tuna shida. Utofauti ni wewe unakaa kwenye baisikeli, kwa hiyo watu wengi wanasema huyu anakaa kwenye baisikeli. Mimi naweza kutembea, lakini labda mimi pia nina shida. Na ni vizuri kuendelea kushirikiana, kufanya vitu vingi pole pole, kwa sababu sio rahisi kupata suluhisho, na pia utamaduni haiwezekani kubadilisha haraka. Sawa. Nimeipenda hii kauli ya hatua kwa hatua tunaweza kubadilisha dunia. Yeah. Ni kauli nzuri sana, kwa sababu tukipiga hatua moja na nyingine, lakini pia na mamlaka zikaona tunachokifanya, yamkini tuna uwezo wa kusogea hatua nyingine mbele. Lakini wewe unaonaje ulemavu hapa Tanzania? Ni swali ngumu. Swali gumu. Siwezi. Mkoa wa Iringa, ni ulemavu upi unaongoza? Ni wa viungo, ni wa changamoto za afya ya akili, au ni watu wenye ualbino, au ni wasioona na viziwi? Watoto wa nyumbani ni watoto ambao wana mtindio wa ubongo, walizaliwa kwa shida. Kwa hiyo hawezi kutembea, hawezi kuongea vizuri, au wana shida kwenye misuli, lakini wana shida pia kwenye akili. Watu wachache kama Zawadi wana akili sana. Watu wengi wana shida pia kwenye akili. Na ni shida kwa sababu walizaliwa kwa shida kama hii, na wazazi wamekata tamaa. Mama wengi wamekata tamaa, kwa sababu kuishi pamoja na watoto kwa mtindio wa ubongo sio rahisi. Sio kazi nyepesi. Ndio, sio kazi nyepesi hata kidogo. Hawezi kufanya kitu chochote, wanahitaji msaada masaa 24. Kwa hiyo mara nyingi mama amekata tamaa, ameacha mtoto. Lakini mimi natumaini tutapata, mama na wazazi wanaweza pole pole kupata suluhisho kwa maisha. Ikiwa serikali anakusaidia ingekuwa vizuri. Kwa pale Italia watoto wenye ulemavu wana pensioni. Serikali wanalipa kwa ajili kuwasaidia wazazi ambao
watoto kwenye ulemavu. Nafikiri pole pole watu wa Tanzania pia watafanya kama sisi tumefanya pale Ulaya. Kila jambo ni elimu. Elimu kwa watoto wenye ulemavu wa Tanzania ni gumu sana, hasa hawa wenye changamoto za ubongo, changamoto za afya ya akili, waliopata degedege na kupata kifafa wengine. Lakini Italia, hali ya elimu ikoje kwa watoto hawa tunaowaona Tanzania, lakini kwa wenzao wa Italia? Pale Italia sisi tuna inclusion. Watoto wenye ulemavu wanaenda shuleni pamoja na watoto bila ulemavu, kwa sababu tunafikiri ingekuwa vizuri kwa watoto wenye ulemavu kubaki pamoja na wenzake, na pia watoto wa kawaida wanajifunza vitu vingi ikiwa na rafiki ambaye ni mlemavu. Kwa hiyo pale Italia wanaenda shule ya kawaida. Sio rahisi, wana walimu special, lakini sisi tunachagua njia hii. Sio njia ya kwanza tu, inawezekana kupata suluhisho tofauti, lakini sisi tunafanya hivi. Hapa Tanzania sijui ikiwa ni njia nzuri lakini sisi kama sisi tuna watoto 4 ambao wanaenda shule ya kawaida, shule ya serikali. Ni watoto ambao wanatumia kompyuta kwa ajili ya kuandika na kusoma pia kwenye kompyuta, lakini wamefanya vizuri sana sana sana. Umeona Zawadi ameenda mpaka chuo kikuu. Mpaka Zawadi ameoa? Ndio, amefurahi sana. Mwaka jana ilikuwa. Ulikuwepo kwenye harusi ya Zawadi? Ndio, nilifika. Safi, haiwezekani kufunga ndoa bila mimi. Safi. Bila mama. Haiwezekani. Kwa siku nzuri kabisa. Lakini neno langu la mwisho ni kama tuangalie namna kuwapeleka watoto maeneo ya kufurahi, namna kunavyowasaidia kidogo kubadilisha vitu kwenye akili yao. Nina imani hapa watoto wamebadilisha vitu kwenye akili yao pia. Ndio. Tumalizie na hili. Ndio. Ikiwa mtoto anabaki peke yake nyumbani bila kumwona mtu, bila kufanya kitu chochote, utapata shida kubwa. Lakini ikiwa anaishi pamoja anaishi na upendo na watu ambao wanamtunza vizuri, anaweza pole pole kupata akili pia kidogo au sana, mimi sijui, lakini hakuna mtu hawezi kupata maendeleo ikiwa anaishi bila upendo. Upendo mimi nafikiri ni kitu cha msingi ya maisha. Asante sana mama, hongera sana, na labda na mimi siku moja nitakuja Italia, nitatembelea taasisi yako. Nimefurahi sana. Wenye ulemavu wa viungo, mfano waliokosa miguu, mikono au waliopooza, baharini uzito wao hupunguzwa, hivyo wanahisi uhuru wa kuogelea ambao huwezi kuupata kwa kirahisi ukiwa nchi kavu. Husaidia kuimarisha misuli midogo na mikubwa bila kuumia. Wanaweza kupata hisia za ujasiri na kujitegemea kwa sababu maji huwapa nafasi ya kufanya mambo ambayo hawawezi kufanya nje ya maji, mfano kusogea, kuruka au kuelea. Kwa watu wenye uoni hafifu au wasioona, baharini wanapata uzoefu wa hisia. Sauti ya mawimbi, harufu ya chumvi ya bahari, mguso wa upepo na maji mwilini, vyote hutoa furaha ya kuamsha hisia za utulivu. Kwao, kuogelea ni fursa ya kuchunguza mazingira kwa njia ya hisia nyingine ambazo mara nyingi hupatikana baharini. Pia huongeza kujiamini na kujihusisha na jamii, kwani mara nyingi watu wenye upofu huchukuliwa kama wasio na uwezo wa kujihusisha na michezo ya maji. Vipi kuhusu changamoto za akili, mfano ulemavu wa akili, usonji au Down syndrome?
Maji huwa na athari ya kutuliza akili, hivyo hupunguza msisimko wa wasiwasi. Shughuli za kucheza majini zinasaidia mawasiliano ya kijamii na kirafiki, jambo linalosaidia kujenga uhusiano na kuondoa kujitenga. Wanaweza kujifunza stadi mpya kupitia michezo ya maji, kitu kinachoongeza kujiamini na kujihisi kuwa wa thamani. Zawadi, umetokea Iringa, umekuja Dar es Salaam. Mimi nimekuona ukitawala sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na harusi yako ulioifanya mwaka jana. Leo itakuwa ni miongoni mwa kitu kidogo ambacho tutaka uzungumzie hapa, na uzuri umekuja na mke wako. Lakini kabla ya hapo, kwanza jitambulishe kwa Watanzania wanaokutazama, kisha uambie machache kukuhusu. Asante. Majina yangu kamili naitwa Zawadi Msigaya. Nimezaliwa Iringa na nimekulia Iringa. Kwa sasa ni mwenyekiti wa shirika la wazazi wenye watoto wenye ulemavu pale manispaa ya Iringa liitwalo Nyumba Azimio Lenye Imani. Kwa kifupi, Nyumba Azimio linakusanya watoto wenye ulemavu na wasaidia kuwapa mazoezi ya viungo, elimu maalum na huduma zote zinazohusu watoto wenye ulemavu. Leo tumefika hapa Dar es Salaam kwa sababu ya kuwaleta watoto wenye ulemavu bichi, kwa sababu pale Iringa sisi hatuna bahari. Kwa hiyo tumeona watoto wenye ulemavu nao wana haki na wanapenda kufanya maisha ya kawaida kama watu wengi. Kwa hiyo tumeona ni vizuri kuwaleta hapa bichi na watoto kweli wanafurahia sana. Kwa jina naitwa Tupenda Valentino Ng'ande. Mimi ni mzaliwa wa Iringa. Wewe bwana, mmekutanaje? Tulikutana nyumbani. Yaani lindo nilokuwa nimepangiwa ndipo nilipomkuta.
Basi moyo ukasema na mimi na mimi ukasema naye, Mungu akaamua. Nani alianza mwenzake? Tuseme kiufupi alinianza yeye. Alikuanza huyu bwana? Ndio. Alinieleza. Nataka uniambie hisia zako Zawadi alipokuanza kwa mara ya kwanza. Kwa kweli aliponianza mara ya kwanza moyo wangu uliumia kidogo. Uliumia, nikawa namwangalia namuonea huruma jinsi alivyo. Kwa kweli moyo wa huruma na mimi ukaniingia, nikamkubalia. Ndio. Kwa hiyo amekuoa kwa ajili ya huruma au ni kwa ajili ya upendo? Hapana, ni upendo. Ni mwenyewe nimempenda sana Zawadi. Maana nilikuwa najaribu kupima kiwango cha huruma na upendo. Ndiyo. Ni kama vitu viwili tofauti. Huruma unajua inaisha. Ndiyo. Upendo hauishi. Ndiyo. Kwa sasa nataka wewe uniambie bwana, huyu mtu nimwangalia, nikamhurumia, lakini baadaye nikampenda. Kwa kweli nilimwangalia. Yaani nilikuwa namuonea huruma jinsi anavyoongea kwa shida. Yaani kama vile naona anaumia. Lakini nilimuuliza nikasema naona kama unavyoongea kama unaumia hivi, kwa nini unajitesa? Akaniambia hapana. Usiniogope, ndivyo nilivyo. Kama kweli nikaona moyo kidogo kidogo umeanza kumpenda, baadaye ukampenda mazima. Kama baada ya muda gani? Mwezi mmoja. Mwezi, Ndiyo. Siku 30. Ndio. Jamaa akapata mke. Ndio. Aha. Sasa yamkini kuna namna ambavyo familia yako ilivyopokea hili jambo, wakimwangalia mtu mwenyewe na zile mila na tamaduni zetu. Nataka tena hapa unipe uhondo. Kwa kweli katika kifamilia nilijipanga. Aha. Nilijipanga kabla sijawatambulisha na nilijipanga kabla sijawajulisha kusema nimepata mchumba. Nilijipanga kusema kwamba wakisema kwamba hawamtaki Zawadi, nilikuwa nipo tayari. Mama, baba, kaka, dada, shangazi, tutengane kiukoo. Yaani wasinijue na mimi nisiwajue. Kwa nini wanamkataa Zawadi? Lakini ninachomshukuru Mungu, nilivyomwambia tu mama, kusema mama nimepata mwenza. Lakini mama ana ulemavu. Akaniambia hapana mwanangu, usiogope wala usifikirie kusema kwamba sisi tutamkataa. Hapana. Na yeye amezaliwa na mwanamke kama mimi. Kwa hiyo wewe mlete, sisi tutampokea kwa mikono yote miwili. Nikamuuliza, je, kwa kaka itakuwa pingamizi yoyote? Kwa baba mdogo itakuwa pingamizi yoyote? Kwa sababu babangu alishatangulia mbele zake. Ndio. Akasema hapana, akawaambia. Walifurahi kwa kweli. Tena mno walimpokea kwa mikono yote miwili. Nadhani hata yeye mwenyewe aliona. Ndio. Baada ya hapo wakatuachia baraka zao. Ulichokiona, ulichokitabiri kwenye maisha yako ya ndoa kipo? Nilichokitabiri kwenye maisha ya ndoa au nilichokiona? Mimi nilichokiona kwenye maisha ya ndoa, kwa kweli niseme kiufupi, Zawadi amebadilisha maisha yangu. Nasema hivi, kwa nini amebadilisha maisha yangu? Sijawahi waza kusema kwamba siku moja nitakuja Dar es Salaam Beach. Lakini kwa kweli mume wangu amenifikisha mbali. Bahari hutoa mazingira ya asili yenye upepo, jua na mawimbi vinavyochangia afya ya mwili. Vitamini D kutoka jua, hewa safi yenye chumvi na oksijeni. Hisia ya uhuru na upana wa bahari huleta msisimko wa kipekee kwa furaha na kuwa sehemu kubwa ya uhuru zaidi kuliko bwawa dogo lililofungwa. Ni mazingira ya kuwakutanisha watu wengi tofauti, hivyo hutoa nafasi kubwa kwa jamii kushuhudia uwezo wa watu wenye ulemavu wakiogelea. Maji ya bahari
huwapa watu wenye ulemavu nafasi ya kuhisi uhuru, furaha, afya bora ya mwili na utulivu wa akili, na zaidi huwafanya wajihisi sawa na wengine katika jamii bila vikwazo vya ulemavu wao. Mwisho wa kipindi hiki ni matayarisho ya kipindi kingine cha juma lijalo. Leo tumeshuhudia watoto kutoka Iringa walipokuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuogelea na kupata upepo wa bahari.